Katika hatua inayotajwa kutikisa usalama wa bahari na uchumi wa dunia, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza tamko la kihistoria la kupiga marufuku ya kudumu kwa meli zote za Israel kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Tamko hili ambalo limetolewa usiku wa manane linaashiria msimamo mkali wa Iran wa kuzuia meli za hasimu wake huyo mkuu katika moja ya njia muhimu zaidi za nishati duniani, bila kujali uwepo wa makubaliano yoyote ya usitishaji wa vita. Wachambuzi wa mambo ya kimataifa wanasema hatua hiyo inalenga kuanzisha mfumo mpya wa kiusalama unaoitwa Hormuz Doctrine. Chini ya mfumo huu, Iran inajipambanua kama mdhibiti mkuu wa njia hiyo, huku ikitoa upendeleo wa njia salama kwa nchi washirika kama vile Urusi, China, India, Iraq na Pakistan. Maafisa wa Iran wamesisitiza kuwa wapo tayari kwa ushirikiano wa ndugu na mataifa yasiyofungamana na upande wote, ikiwemo Malaysia na Oman, lakini wakaweka wazi kuwa Israel imepoteza haki zote za kutumia njia hiyo ya majini. Shirika la kimataifa la nishati limetoa onyo la dharura kuhusu uwezekano wa kutokea kwa mtikisiko mkubwa wa nishati duniani ikiwa kizuizi hicho kitatekelezwa kikamilifu. Wakati huo huo, mkutano wa mataifa 35 unaoendelea jijini London umeingia siku ya pili, huku kukiwa na giza nene juu ya uwezekano wa kupatikana kwa suluhu ya kidiplomasia. Ikulu ya Marekani imelaani vikali uamuzi huo, ikiuita kuwa ni haramu na usiobeba mantiki. Kwa upande mwingine, serikali ya Israel imerejea msimamo wake wa kulinda uhuru wa safari za majini kwa gharama yoyote. Kwa sasa ulimwengu unasubiri kuona ikiwa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC litaanza kutumia nguvu ya kijeshi kutekeleza amri hiyo, jambo ambalo linaweza kuibua vita vikubwa vya majini kati ya Iran na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.